Muda haujawahi kuonekana kwa macho, lakini athari zake huacha alama nzito kuliko makovu ya chuma. Hupita kimya kimya kama upepo wa macheo, lakini nyuma yake huacha baiti zilizobomoka, jozi zilizonyauka na fuadi uliojaa majuto. Nuru Mwangaza alijifunza hilo kwa kuchelewa, pale ambapo saa zilikuwa tayari zimemgeukia mshonde. Ujambo na karibu katika simulizi ya siku ya leo. Muda na mie wako Mhandisi Kahega Mwangi. Nuru Mwangaza alizaliwa katika kijiji kilichoketi pembezoni mwa mto uliokuwa ukipungua kila mwaka, kana kwamba muda ulikuwa ukinyonya uhai wake pole pole. Kijiji hicho kilikuwa na vyambo vilivyochakaa, baraste za vumbi na waja waliokuwa wamezoea kusubiri mvua, kusubiri serikali, kusubiri msaada, kusubiri kesho. Kusubiri kulikuwa sehemu ya maisha yao, na subira ilionekana kuwa fadhila kuu. Ndani ya mazingira hayo, Nuru alionekana akiamini kuwa maisha yalihitaji uvumilivu kuliko uamuzi. Utoto wake haukuwa wa umbali mkali, lakini haukuwa wa matumaini makubwa pia. Alishuhudia wavyele wake wakifanya gange kwa idili ya mchwa isiyo na mwisho, huku kesho ikibaki mbali kama upeo wa macho. Abu yake Mzee Mwangaza alikuwa mtu wa misimamo ya kale. Aliamini kuwa mambo yote huja kwa wakati wake, na pupa ilikuwa sawa na kukosa staha kwa mpangilio wa dunia. Mafundisho hayo yalichimbika ndani ya nafsi ya Nuru kama mbegu isiyokauka. Alipokuwa shuleni, Nuru alionekana tofauti. Alikuwa kigogo mwenye akili iliyokimbia mbali zaidi ya darasa aliloketi. Wadarisi walimuona kama tumaini la aila na kijiji kizima. Alifaulu mitihani yake kwa ustadi, akipita hatua kwa hatua hadi alipofika mwisho wa masomo ya sekondari akiwa na ndoto zilizochanua kama maua ya waridi. Hapo ndipo muda ulipoanza kumjaribu kwa ukimya wake wa hadaa. Fursa ya masomo ya juu ilijitokeza kwa nadra isiyotarajiwa. Barua ya mwaliko ilifika ikibeba ahadi ya safari ya kielimu nje ya mipaka aliyoyazoea. Ilikuwa tiketi ya maisha mapya, njia ya kuacha kivuli cha uchochore na kuingia katika nuru ya maarifa. Lakini Nuru hakukimbilia kuishika. Alishika kwa mikono miwili, akaiangalia, akaificha ndani ya sanduku la kumbukumbu, akijiambia kuwa bado kulikuwa na muda. Aliangalia familia yake, macho ya mama yake yaliyojaa hofu ya kumwacha, mgongo wa baba yake uliokuwa umeanza kuinama, na kijiji kilichokuwa bado kinategemea ndoto za vijarunga wachache. Alijipa sababu nyingi za kusubiri. Alijifariji kuwa fursa hiyo isingeondoka haraka. Hakujua kuwa muda haupendi kuombwa samahani. Siku zikageuka wiki zikawa miezi, na barua ile ikabaki pale pale. Hatimaye tarehe ya mwisho ilipita kimya kimya, bila kengele wala tangazo. Ndoto ya kwanza ilikufa bila kilio. Nuru hakuhisi maumivu makali mara moja. Alihisi tulivu wa uongo, akiamini bado alikuwa njiani kuelekea pale pale. Maisha yakaendelea kwa mwendo wa kawaida. Alipata gange ndogo ndogo mjini, kazi ambazo zilimpa riziki ya kaski bila kumjengea kesho. Aliamka asubuhi, akafanya kazi, akarudi jioni na kulala akiwa na matumaini ya kesho bora. Miaka ilipita kama maji chini ya daraja, na wajihi wake ukaanza kubeba alama za kusita. Wakati huo huo, mji ulikuwa unabadilika. Majengo mapya yalichomoza, biashara zilifunguliwa na kufungwa, na vijana waliokuwa na ujagina walipanda ngazi za mafanikio. Nuru aliwaona wakipita mbele yake, akawapongeza fuadini, lakini akijiambia kuwa naye bado alikuwa na muda wake.
Ndani ya maisha hayo ya kusubiri, upendo ulijaribu kumkuta. Zawadi Amani aliingia katika maisha yake kama nuru laini ya jioni. Alikuwa mwanamke mwenye msimamo, ndoto za uelewa wa maisha. Uwepo wake ulimfanya Nuru ahisi kwamba mwia ulikuwa umepungua ghafla. Lakini badala ya kuchukua hatua, alijikuta akipima kila kitu kwa mizani ya hofu. Aliamini kuwa kwanza alihitaji kuwa tayari, kuwa na mali, kuwa pia na uthabiti. Hakuwa tayari kukubali kuwa tayari ni uamuzi, si hali ya kusubiri. Miaka ikaendelea kusonga na moyo wa Nuru ukaanza kuhisi uzito usioonekana. Kila alfajiri ilipochomoza, alihisi kana kwamba kuna kitu alichopaswa kufanya jana. Kila jioni ilipofika, alijilaumu kimya kimya kwa kuihairisha kesho. Ndani yake kulikuwa na purukushani kati ya ndoto na hofu, kati ya ujasiri na subira iliyopitiliza. Hatimaye ukweli ulimgonga kama radi isiyo na sauti. Aligundua kuwa Zawadi alikuwa ameendelea na maisha yake, akachagua mustakabali usiosubiri. Habari hiyo haikumvunja kwa kishindo, bali ilimporomosha taratibu kama ukuta unaobomoka jiwe baada ya jingine. Hapo ndipo alianza kuelewa kuwa muda hauchukui kile tunachokipa kwa maksudi, kuchukua kile tunachokipa kwa kusita. Ndani ya upweke wake, barua ile ya jadi ilijitokeza tena. Ilikuwa imefifia, karatasi yake ikichanika, lakini maneno yake yalikuwa bado makali. Aliposoma tena, alihisi maumivu ambayo hakuyahisi miaka iliyopita. Maumivu ya kujua kuwa angekuwa mtu tofauti kama angechagua mapema. Kuanzia hapo, simulizi ya maisha yake ikaanza kubadilika. Muda haukuwa tena swahiba wa kusubiri, ulikuwa mwalimu mkali. Kila kaski ilimkumbusha kile kilichopotea na kile kilichobaki. Ndani ya kifua chake, dhamira mpya ilianza kuota, dhamira ya kuacha kuwa mtazamaji wa maisha yake mwenyewe. Lakini hata wakati huo, muda haukumpa ahueni. Baba yake alianza kudhoofika, mwili wake ukichoka baada ya miaka ya kufanya amali bila mapumziko. Kuona hilo kulimfanya Nuru ahisi haraka kwa mara ya kwanza. Alitambua kuwa hata watu anaowapenda hawasubiri. Hapo ndipo alipoanza kuelewa kuwa kuchelewa ni aina ya kupoteza, na kupoteza huja bila makelele. Kuanzia siku ile barua ile ya zamani iliporudi mikononi mwake, maisha ya Nuru Mwangaza hayakuwahi kuwa yale yale. Ilikuwa kana kwamba muda aliyokuwa ameupoteza kwa miaka mingi sasa ulikuwa umesimama mbele yake uso kwa uso, ukimtazama bila huruma. Kila alfajiri ilimkuta macho wazi. Alihisi mzigo wa dakika zilizopita ukikandamiza kifua chake. Kila jioni ilipoingia, aliona kivuli cha kesho kikimcheka kwa kejeli. Mwili wake ulikuwa bado na mbinde wa ujana, lakini ndani yake kulikuwa na uchovu wa mtu aliyeishi maisha mengi bila kuyaishi kikamilifu. Alitembea mitaani akishuhudia kasi ya dunia, watu wakikimbizana na saa, magari yakipita kwa haraka, watoto wakikua, wazee wakichoka, na majengo yakipanda juu kana kwamba yalikuwa yanashindana na anga. Ndani ya harakati hizo, alitambua kuwa yeye alikuwa amesimama kwa muda mrefu kuliko alivyodhani. Maskanini, hali ya baba yake ilianza kubadilika kwa kasi ya kutisha. Mwili uliokuwa umezoea kufanya kazi nzito sasa ulionekana kukata tamaa. Mikono iliyokuwa imeshika jembe kwa miaka mingi ilianza kutetemeka, na miguu iliyokuwa imehimili umbali wa maisha ilianza kusalimu amri. Nuru alipokuwa akitazama baba yake, aliona taswira ya muda iliyoishiwa nguvu, muda uliokuwa umefanya kazi yake kimya kimya bila kuulizwa. Moyo wake ulianza kujilaumu kwa maswali yasiyokuwa na majibu. Alianza kutafakari ikiwa kusubiri kwake kulikuwa kumeiba muda wa baba yake kuona mafanikio yake. Alitambua kuwa ndoto zake hazikuwa zake peke yake,
zilikuwa zimebebwa pia na matumaini ya wavyele wake, kitongoji chake na hata kizazi kilichomtangulia. Kila kuchelewa kwake kulikuwa kama jiwe lililotupwa katika bahari ya matarajio ya ainati. Alianza kuamka mapema kuliko kawaida, akitembea peke yake kabla ya jua kuchomoza. Nyakati hizo za ukimya zilikuwa nafasi ya kukutana na nafsi yake bila kelele za dunia. Alikumbuka matukio ya utoto wake, nyuso za walimu waliomwamini, macho ya Zawadi yaliyojaa matumaini kabla hayajazimwa na kusubiri kwake. Kumbukumbu hizo hazikumjia kama faraja, bali kama hukumu. Kadri siku zilivyopita, Nuru alianza kubadilika. Alianza kuona muda si kama mstari mrefu wa kusubiri, bali kama safu ya milango iliyofunguka na kufungwa bila kusita. Aligundua kuwa kila mlango aliyoupita bila kuingia ulikuwa umefungwa milele. Ufahamu huo ulimpa hofu, lakini pia ulimpa ujasiri wa kuanza tena. Aliamua kuacha kazi zake ndogo ndogo zilizokuwa zinameza muda wake bila kumjenga. Uamuzi huo haukuwa rahisi, kwani ulimwacha bila uhakika wa kesho. Hata hivyo, ndani yake kulikuwa na sauti mpya iliyokuwa ikimwambia kuwa kuishi bila uhakika ilikuwa afadhali kuliko kuishi bila mwelekeo. Alianza kutafuta gurufu ya kuunganisha maumivu yake na matumaini ya wengine. Katika mitaa aliyokuwa akiishi, aliona wanarika wengi waliokuwa kama yeye wa zamani, wenye ndoto, lakini walikwama katika hofu ya kwanza. Aliona macho yao yakitazama mbali, mikono yao ikiwa mifukoni na miili yao ikisubiri ishara isiyokuja. Ndani yao aliona taswira yake ya zamani, na hilo lilimpa msukumo mpya. Wazo la mradi wa kijamii lilianza kuota ndani yake, sio mradi wa kujitajirisha, bali wa kuamsha wale waliokuwa wamelewa usingizi wa kusubiri. Alianza kwa mawazo madogo, akapanga, akitafakari, akijifunza kutokana na makosa yake. Kwa mara ya kwanza hakutaka kusubiri mpango mkamilifu, alitaka kuanza na kile alichokuwa nacho. Hata hivyo, dunia haikubadilika kwa sababu tu ya Adinasi Tusuitisa. Alikuwa ameamua kubadilika. Changamoto zilianza kujitokeza mapema. Alikosa rasilimali, alikosa uungwaji mkono, na alikosa imani ya wengi waliokuwa wamezoea kuona ahadi zikizaliwa na kufa bila matokeo. Baadhi walimuona kama mtu aliyekuwa ameamuka kuchelewa, asiye na haki ya kufundisha wengi kuhusu muda. Ndani ya vizingiti hivyo, hofu ya zamani ilijaribu kurudi. Kulikuwa na nyakati alihisi kuwa labda muda ulikuwa tayari umemshinda, lakini kila alipoona hali ya baba yake ikizidi kudhoofika, alikumbuka kuwa kuchelewa zaidi ungemaanisha kupoteza hata kile kidogo kilichobaki. Hapo ndipo alipojifundisha kuwa ujasiri si kukosa hofu, bali ni kutembea pamoja nayo. Si haya baba yake ilipoendelea kudorora, nyumba ilijaa ukimya mzito. Kila kitu kilionekana kupungua kasi, kana kwamba muda ulikuwa unavuta pumzi ndefu kabla ya tukio kubwa. Nuru alijikuta akikaa karibu zaidi na baba yake, akimtazama, akimsikiliza kupitia vitendo, akijifunza kwa kuchelewa masomo ambayo angependa kujifunza mapema. Mauti yalipobisha hodi, hayakuja kwa kishindo, bali kwa utulivu wa kutisha. Yalikuwa kama jioni iliyofunika mchana bila kuuliza ruksa. Ndani ya maombolezo, Nuru alihisi pengo ambalo halingejaa tena. Hata hivyo, ndani ya maumivu hayo alizaliwa mtu mpya. Aligundua kuwa muda hauogopi machozi, huendelea mbele bila kujali. Baada ya maziko, alirudi mjini akiwa na dhamira iliyokazwa na huzuni. Alianza rasmi mradi wake wa jina lililobeba maana ya maisha yake yote. Alikusanya vijana, si kwa hotuba, bali kwa vitendo vidogo vilivyoonyesha kuwa kuanza hata kwa hofu kulikuwa na nguvu kuliko kusubiri kwa usalama wa uongo. Hatua zake hazikuwa kubwa, lakini zilikuwa thabiti. Kila siku ilimfundisha kitu kipya kuhusu muda,
kuhusu Mahuruku na kuhusu yeye mwenyewe. Alianza kuona matunda madogo ya jitihada zake, si katika dirhamu, bali katika ozi za vijana waliokuwa wameanza kuota tena. Hapo ndipo alipoanza kuelewa kuwa ingawa muda hauwezi kurudishwa, unaweza kutumia kuokoa wengine wasipoteze wao. Lakini hata katika mwanga huo mpya, kivuli cha yaliyopita hakikutoweka kabisa. Kila mafanikio madogo yalikuwa yakimkumbusha kile ambacho angeweza kuwa. Alijifundisha kuishi na maumivu hayo kama sehemu ya safari yake, si kama mzigo wa kumzuia. Kadri mradi wa nuru mwangaza ulivyozidi kuchukua umbo, ndivyo muda ulivyozidi kumjibu kwa sura mpya. Haikuwa tena hofu ya kuanza, bali hofu ya kuendelea. Aligundua kuwa kuanza ni hatua moja, lakini kusimama imara dhidi ya mawimbi ya mashaka na vizingiti vya jamii ni safari ndefu isiyo na ramani. Kila siku ilimpa somo jipya kuhusu uvumilivu, na kila somo lilionyesha wazi kuwa muda hauwapi hidaya wale wanaotamani tu, watunuku wale wanaovumilia. Jamii iliyomzunguka haikuwa tayari kubadilika kwa kasi aliyokuwa ameanza kuiona ndani yake. Watu walikuwa wamejifunza kuishi ndani ya mazoea, na mazoea hayo yalikuwa kama minyororo isiyoonekana. Baadhi waliuona mradi wake kama jaribio la kuvuruga mpangilio uliokubalika wa kusubiri. Waliona hali yake kama kejeli ya maisha waliokuwa wameyakubali. Ndani ya macho yao, nuru alisoma ujumbe uliojaa mashaka na hofu ya mabadiliko. Miongoni mwa waliomtazama kwa jicho la tahadhari, kulikuwa na wale waliokuwa wamenufaika na kusubiri kwa wengine. Mfumo wa ajira za muda, ahadi zisizotimia na matumaini yaliyotumiwa kama chambo ulikuwa umewajengea wachache faida. Mradi wa nuru ulipoanza kuwapa vijana ujasiri wa kuuliza maswali na kuchukua hatua, mfumo huo ulianza kuhisi mtikisiko wa chini kwa chini. Upinzani haukuja kwa ghadhabu ya wazi, bali kwa vitendo vidogo vya kuchelewesha. Vibali vilicheleweshwa, ahadi za ushirikiano ziligeuka ukimya, na misaada iliyokuwa imeahidiwa ilipotea bila maelezo. Nuru aliona wazi mchezo huo, na kwa mara ya kwanza aligundua kuwa muda unaweza kutumiwa kama silaha. Kuchelewesha hakukuwa tena udhaifu wa mtu binafsi, ulikuwa mkakati wa maksudi. Ndani ya vizingiti hivyo, alijifunza kusoma ishara za dunia kwa macho mapya. Alianza kutambua kuwa kila ucheleweshaji ulikuwa mjarabu wa dhamira yake. Alijiuliza ikiwa alikuwa tayari kusimama hata pale ambapo matokeo hayakuonekana haraka. Aligundua kuwa mapambano dhidi ya muda hayakuwa ya kukimbizana nao, bali ya kujenga uwezo wa kusonga hata bila uhakika wa mwisho. Mwili wake ulianza kuonyesha athari za mzigo aliyoubeba. Usingizi haukuwa mrefu tena, na mawazo hayakumpa pumziko. Alitembea akihisi kama anaishi katika vipindi viwili vya wakati mmoja. Yaliyopita yalimlaumu na yajayo yalimtaka awe jasiri. Ndani ya hali hiyo, alitambua kuwa mtu anaweza kuchoka, si kwa kufanya mengi, bali kwa kubeba majuto mengi. Kumbukumbu za zawadi zilirudi fii kwa fii, si kama jeraha jipya, bali kama alama ya kudumu. Alitambua kuwa upendo alioupoteza ulikuwa mfano mwingine wa kile muda hufanya kwa wale wanaosita. Hata hivyo, badala ya kujilaumu zaidi, aliamua kugeuza kumbukumbu hizo kuwa kumbusho za kuchagua mapema pale inapobidi. Alijifunza kuacha kuomba msamaha kwa yale yasiyoweza kubadilishwa. Mradi ulipoanza kuzaa matunda yanayoonekana, mabadiliko madogo yalijitokeza katika jamii. Vijana wachache walianza kuanzisha biashara ndogo ndogo, wengine walirejea masomoni, na baadhi walidhubutu kuondoka katika mazingira yaliyokuwa yanawazuia. Mabadiliko hayo hayakuwa makubwa kwa macho ya dunia, lakini kwa nuru yalikuwa ushahidi kuwa hata muda uliobaki unaweza kuwa na maana. Hata hivyo, mafanikio hayo yalileta pia wivu na hofu.
Wale waliokuwa wamezoea kuwa waamuzi wa hatima ya wengine walianza kujihami. Waliona kuwa kila kijana anayeamuka alikuwa tishio kwa mfumo uliowategemea waliolala. Hapo ndipo Nuru alipoanza kuhisi shinikizo la wazi. Ingawa bila kelele, milango ilianza kufungwa taratibu na njia alizokuwa akizitegemea zikawa nyembamba. Katika hali hiyo, alirudi mara kwa mara katika kumbukumbu za baba yake. Alikumbuka maisha ya mtu aliyefanya kazi kwa bidii bila kuuliza maswali, na akachoka bila kuona matunda makubwa ya juhudi zake. Alijiuliza ikiwa hilo ndilo lililokuwa linamkabili pia, au kama alikuwa amechagua njia tofauti kwa wakati ufao. Mawazo hayo yalikuwa kama kivuli kilichomfuata kila alikokwenda. Siku zilipozidi kusonga, alihisi mwito wa kufanya tathmini ya mwisho ya maisha yake. Aliangalia nyuma kuona kile alichopoteza na mbele kuona kile ambacho bado hakijachukuliwa. Aligundua kuwa ingawa muda mwingi ulikuwa umepita, bado kulikuwa na nafasi ya kuacha alama. Nafasi hiyo haikuhitaji ukubwa, ilihitaji uaminifu wa kile alichokuwa amejifunza. Hatua ya mwisho ya mradi ilianza kuchukua sura ya mtihani wa mwisho. Ilikuwa ni hatua iliyohitaji kujitoa zaidi, hatari zaidi, na uamuzi usio na uhakika. Ndani ya moyo wake, Nuru alihisi hofu ile ile ya zamani, lakini safari iliyopita ilimfundisha kuwa hofu haiwezi kuwa kisingizio tena. Alitambua kuwa kuchelewa sasa kungekuwa ni kusaliti kila somo alilopata. Kadri siku ya uamuzi ilivyokaribia, muda ulionekana kupungua ghafla. Kila saa ilihesabika, kila dakika ilikuwa na uzito wake. Ndani ya kimya cha mawazo yake, Nuru alihisi kana kwamba maisha yake yote yalikuwa yamefikia mkutano mmoja mkubwa. Hapo ndipo alipoelewa kuwa kilele cha muda hakikuwa tukio la nje, bali ni wakati ambao mtu anakubali kuwajibika kwa maisha yake yote. Siku ya uamuzi ilifika bila ishara ya kipekee. Haikuwa na mvua ya ghafla wala jua la ajabu. Ilifika kama siku nyingine yote, jambo lililomfundisha Nuru mwangaza kuwa matukio makubwa ya maisha hujificha ndani ya kawaida. Hata hivyo, ndani yake kulikuwa na msisimko mzito, kana kwamba miaka yote aliyokuwa akiishi ilikuwa imekusanyika ndani ya saa chache. Alisimama katikati ya juhudi zake, akitazama kile kilichokuwa kimeota kutokana na mbegu ya ujasiri aliyopanda kwa kuchelewa. Aliona nyuso za vijana waliokuwa wameanza kusonga mbele. Aliona alama za matumaini mapya, na pia aliona hatari iliyokuwa ikitishia kuyafuata yote. Mfumo uliokuwa umezoea kusubiri haukuwa tayari kuanguka bila mapambano ya mwisho. Muda ulionekana kubana kwa namna isiyoelezeka. Kila hatua aliyochukua ilihisi kama jaribio la mwisho la kujitetea dhidi ya historia yake mwenyewe. Alitambua kuwa hakukuwa tena na nafasi ya kujificha nyuma ya visingizio. Hakukuwa na nafasi ya kusema bado kuna kesho. Kesho ilikuwa imefika na ilikuwa inadai majibu. Upinzani ulifikia kiwango chake cha juu. Milango iliyokuwa imefungwa kwa siri sasa ilionekana wazi. Njia alizokuwa akizitegemea zilivunjika, na nguzo alizodhani zingemshikilia zilionyesha nyufa. Ndani ya hali hiyo, alihisi upweke mzito kuliko wakati wote ule. Hata hivyo, upweke huo haukuwa wa hofu tena, bali wa uwajibikaji. Alikuwa peke yake mbele ya maamuzi yake. Ndani ya tafakari ya kina, alirudi kwenye safari yake yote. Aliona kijana aliyekuwa akisubiri ruhusa ya kuishi. Aliona mwanaume aliyekuwa ameahirisha upendo, na aliona mwana aliyekuwa amechelewa kuthibitisha ndoto za baba yake. Picha hizo hazikumjia kama hasimu, bali kama mashahidi wa safari aliyopitia. Aliyakubali yote bila kujitetea. Alitambua kuwa hata kama mradi wake ungeporomoka, uamuzi wa kwanza usingeweza kufutwa. Uamuzi huo ulikuwa tayari umebadilisha yeye mwenyewe. Hapo ndipo alipoelewa kuwa ushindi mkubwa wa binadamu si matokeo, bali ujasiri wa kuchagua. Muda unaweza kuharibu mipango, lakini hauwezi
kuharibu maana ya uamuzi uliofanywa kwa dhati. Katika saa zile za mwisho, alitoa kile alichokuwa nacho bila kubakiza akiba ya hofu. Aliacha hofu ya aibu, hofu ya kushindwa, hofu ya kuchelewa. Alifanya kile ambacho hakuwa amefanya kwa muda mrefu. Aliishi kwa wakati uliokuwepo, si kwa kumbukumbu wala matarajio. Ndani ya kitendo hicho, alihisi uhuru wa ajabu, uhuru ambao haukuhitaji idhini ya mtu yeyote. Matokeo hayakuwa kama alivyoyawaza. Katika ndoto zake za awali, kulikuwa na hasara, kulikuwa na kupotea kwa baadhi ya fursa, na kulikuwa na majeraha ambayo hayangepona haraka. Baadhi ya waliokuwa wamenufaika na kusubiri walifanikiwa kuhifadhi sehemu ya nguzo zao. Mfumo haukuanguka mara moja. Hata hivyo, kitu kilikuwa kimebadilika bila kurekebishwa tena. Mradi haukuwa mkubwa kama alivyotarajia, lakini ulikuwa hai, uliendelea kwa hatua ndogo, ukiimarisha maisha ya wengine. Nuru alitambua kuwa hakuwa amechelewa kuishi, bali alikuwa amechelewa kuanza. Kwa sauti kubwa, kilichobaki kilikuwa kuendelea bila kujilaumu zaidi. Kadri siku zilivyopita baada ya kilele hicho, maisha yalianza kutulia. Hakukuwa na shangwe wala huzuni ya kupindukia. Kulikuwa na ukimya wa mtu aliyekuwa amekubali ukweli wake. Nuru alianza kuishi kwa makini zaidi, akitambua uzito wa kila siku, kila uamuzi na kila nafasi ndogo aliyokuwa nayo. Aliandika kumbukumbu za safari yake, si kwa lengo la kulaumu yaliyopita, bali kwa nia ya kuyaweka wazi kwa wale waliokuwa bado wanasubiri. Kila neno aliloandika lilikuwa kama jiwe ndogo la ukumbusho, likiwaambia wasomaji wake wasioonekana kuwa kuchelewa ni hatari isiyo na kelele. Alipofikia mwisho wa simulizi lake, alisimama kwa muda mrefu, akitazama mbele bila hofu. Hakuwa na uhakika wa kesho, lakini alikuwa na imani ya leo. Alitambua kuwa muda haukuwahi kuwa adui wala rafiki. Ulikuwa tu ukweli usiobadilika unaohitaji binadamu kuwa mwaminifu kwa nafsi yake. Ndani ya maisha yake mapya, alijifunza kuishi kwa umakini, akichukua hatua hata pale hofu ilipokuwepo. Aligundua kuwa muda hauponyi majuto, lakini huyaweka katika muktadha unaomruhusu mtu kusonga mbele. Hapo ndipo simulizi yake ilipofikia ukamilifu wake. Mwisho wa safari haukuwa mstari wa mwisho, bali ulikuwa ufahamu wa mwisho, kwamba kila mwanadamu hupewa muda wake, lakini ni wachache wanaothubutu kuutumia. Na katika ukweli huo, maisha ya Nuru Mwangaza yalipita maana ambayo hangeweza kupatikana kwa subiri. Na huu ndio mwisho wa simulizi ya Muda. Natumai umejifunza kwa mapana na marefu. Hadi siku nyingine, nimekuwa wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Baraka.